Pause. Good. Spear. Go back to back. Maelekezo kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan ni kwamba sisi hatutakiwi kuwa kipingamizi kwa namna yoyote ile ambayo tunaweza kuifanya shughuli ya Simba ikawa na mazingira rafiki na wao wakaweza kushinda, tutafanya hilo. Tunaishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuwahost Simba kwenye hatua ya nusu finali. Jambo lile limeonyesha mahusiano mazuri katika kwa pande mbili za muungano, na Wazanzibari nao walitaka kuona mchezo wa hatua kubwa kiasi hiki unafanyika kwenye ardhi ya Zanzibar. Lakini uwanja wa Zanzibar kama mnavyofahamu seating capacity ni 15,000 hivi kama sikosei, na kulinganisha na uwanja wa Benjamin Mkapa ambao seating capacity ni 63,000. Kwa hiyo tunataka kuwapa wananchi wengi zaidi wa Tanzania wengi zaidi nafasi ya kushuhudia mchezo huu kwa macho yao wenyewe. Kwa hivyo tunafanya kila lililo ndani ya uwezo wetu kuhakikisha marekebisho ambayo tulikuwa tunayafanya yanakamilika kwa muda na Simba wanaweza kuutumia uwanja huu kwa mchezo wao wa finali tarehe 25 ya mwezi Mei. Kwa hiyo mimi nitaamkia pale kesho kuhakikisha kwamba hiyo hatumwi mtoto dukani. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuyatekeleza. Pia kama mpenzi wa mpira wa miguu ningependa kuona hilo linatokea. Uwanja uwe full house ule, watu 63,000. Kama mnavyojua washabiki ni wachezaji wa 12, wasaidie kuintimidate wapinzani wetu vile vile. Kwa hiyo karibuni kesho kuanzia saa 3 mimi nitakuwepo uwanjani pale, tukague wote tuone hatua tuliofikia, alafu kama kuna maelekezo tutapeana hapo kuona namna ambavyo tunaweza kukamilisha ukarabati wa uwanja ule, yale marekebisho machache tulikuwa tunayafanya kwa wakati. Kitu kimoja kingine ambacho nataka nikiweke wazi ni kwamba sisi tumekuwa tukifanya marekebisho ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Nimeona hilo linaandikwa sana. Lakini marekebisho tulikuwa tunayafanya yalikuwa yanahusisha viti, yalikuwa yanahusisha mfumo wa AC, mfumo wa umeme, mfumo wa matangazo na vitu vingine kadhaa, vyoo na vitu vingine kadhaa. Hayakuwa yanahusisha pitch. Pitch ilitengenezwa mara ya mwisho na CAF mwaka juzi wakati Simba walipokuja kucheza na Al Ahly hapa kwenye mchezo wa AFL, ufunguzi wa AFL. Na wakatupa kwamba mnaweza kuitumia kwa miaka 2. Kwa hiyo kazi ambayo tumekuwa tukifanya ni kuimaintain. Tulipata bahati mbaya siku ile mvua siku ilitoka wapi ikatupiga masaa 2 kabla ya mechi, na kabla ya maji hayajakauka boma linabidi liwe uwanjani. Kwa hiyo uwanja ukaharibika na tuliufunga wenyewe. Kwa hivyo marekebisho ambayo tulikuwa tunayafanya hayakuwa yanahusisha pitch. Sisi pitch tumeruhusiwa kuitumia kwa miaka 2 ambapo tutaanza kuirekebisha baada ya mashindano ya CHAN ambayo yanafanyika mwezi mzima wa 8 mwaka huu. Hilo naomba mtusaidie communicate, nafikiri tulikuwa hatujaliwasilisha sawa sawa, kwa hiyo likawa linaleta sintofahamu. Sawa sawa Kiongozi mimi nataka nipate experience yako katika mchezo ule wa jana kwenye matukio yale matatu ya VAR. Wewe binafsi ilikuwaje? Maana ulikuwa uwanjani na walinivuta hivi kwenye kamera. Roho ilikuwa iko mdomoni na nataka kuitema na nataka kuimeza, lakini
Tunashukuru tulipata matokeo tuliyoyatazamia. Ya kwetu mimi mwenyewe nililalamika baada ile penalty yetu kufutwa, lakini nisijue kwamba leo VAR haicheki na wowote. Ni kwamba atakayefunga nakataliwa, atakayepata penalty nakataliwa, na tunashukuru VAR ilikuwa upande wetu jana. Mheshimiwa, la mwisho labda utuibie siri, ulikuwa na kule na wachezaji kidogo baada ya pale umesafiri nao, labda kuna chochote ambao umezungumza nacho kuelekea finali, umewaambia umewapa maagizo wengine kidogo unaona urafiki nao wadogo zako, chochote ambao umeongea nacho? Tumekuwa tukiongea kwa wakati wote, tumefanya vikao kadhaa na viongozi wa Simba nikipeleka ujumbe wa Mheshimiwa Rais moja kwa moja kwao, jinsi mchezo huu ulivyo muhimu sio kwa Simba peke yake, kwa mpira wa Tanzania, lakini kwa maslahi ya nchi nzima. Na tumefanya vikao na wachezaji pia kabla ya mechi na baada ya mechi, na yote ambayo tunafanya ni kuipa uzito tu mechi hii ile ya jana, kama ambavyo tunaendelea kuzipa uzito mechi mbili zilizobakia, ili kuhakikisha wanaona umuhimu wake na kwamba wanafanya ambayo Watanzania wapenzi wa soka na hata ambao sio wapenzi wa soka, kwa sababu hii ni sifa ya nchi kwa ujumla, tunachokitarajia. Kwa hivyo yaliyokuwa yanasemwa siwezi kwenda kwenye neno moja moja, lakini ilikuwa ni kuhakikisha tunatiana morali. Mimi siwezi kumfundisha mpanzu jinsi ya kucheza uwanjani. Ninachoweza kufanya ni kumtia moyo tu kwamba bana, wote tuko nyuma yako, tunakutegemea sana, tunaamini hautatuangusha na vitu vya namna hiyo. Alafu ile kazi nyingine ataifanya Fadlu.